Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia hata vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12. Tutaanza na siri ya kwanza, maono na mafunuo ya Paulo. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 10 inasema: sina budi kujisifu, ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu, lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu, isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Maana kama ningetaka kujisifu, singekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli. Lakini najizuia, ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufizuri na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Nini fundisho hapa kupitia neno la mtume Paulo linalotudhibitisha kwamba aliona maono, aliona mafunuo, na alikuwa na maono mengi sana Paulo. Ndiyo maana vitabu alivyoviandika ni vingi, hata vitabu vinatushuhudia pia. Cha kwanza kabisa, kumbe Mungu anakaa mbingu ya 3.
Siri hii Musa hakupewa na Yesu Kristo katika Ufunuo. Siri hii Eliya pia hakupewa na Yesu Kristo katika Ufunuo. Kumbuka ninaposema Musa hakupewa katika Ufunuo, neno ni Mungu, neno ni Yesu. Hata ule mwamba waliounywea maji wana wa Israeli jangwani alikuwa ni Yesu Kristo. Hawakupewa siri hii ya kwamba Mungu anakaa katika makao yake ambayo ni mbingu ya tatu. Maana yake kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, mbingu ya tatu ndipo makao ya Mungu. Siri hii katika mbingu ya tatu inatuthibitishia pia kwenye namba 3 kuna uhai wa Mungu. Maana katika hata sayari hizi ambazo tumefundishwa katika elimu ya dunia, sayari ya 3 ambayo ni dunia ninayoishi ina uhai. Ndiyo maana Mungu alituweka pale, kumbe hata yeye anaishi kwenye mbingu ya 3 ili kuwe na mahusiano. Lakini kwenye namba 3 ndiyo uhai ulipo. Yesu Kristo alikaa siku 3 kaburini akafufuka. Yona alimezwa siku 3 kwenye samaki nyangumi akawa hai. Kwenye 3 hii imeficha uhai. Maana hata Mungu tunamsoma Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, nafsi 3, uhai wa Mungu unapatikana. Lakini hata kwa binadamu anaundwa katika utatu: damu, maji na Roho Mtakatifu. Binadamu anapatikana kuwa mtu mmoja na anapata kuishi. Kwa hiyo huu ushuhuda unatudhibitisha kabisa alichokiona Paulo kwamba Mungu anaishi, anakaa mbingu ya 3 ndipo aliponyakuliwa katika ulimwengu wa roho. Yesu akaenda mpaka mbingu ya 3. Unatushuhudia ni kweli, ni hakika na amina. Lakini kitu kingine cha pili, uweza wa Mungu hutimilika katika udhaifu. Kwa nini? Paulo alipoomba aondolewe madhaifu ya kujiona yeye ni bora, Mungu alimwambia, mimi huwa utimilifu wangu unatimilika katika udhaifu. Mfano mzuri unatudhibitisha pia msalaba. Msalaba ulionesha udhaifu, kama Mungu amekuwa mjinga fulani, amekuwa kama hasikii, amekuwa kama haelewi. Ndiyo maana Yesu Kristo wakati amesulubiwa, watu walipita wakimdhihaki wakisema aliokoa wengine, lakini yeye ameshindwa kujiokoa. Alifufua wengine, lakini yeye ameshindwa kujiponya. Hata yule wa mkono wa kushoto aliyesulubiwa naye alimdhihaki. Udhaifu ule wa Mungu kujiona kama haelewi, kama haoni, anavulishwa nguo, anapigwa mijeledi ya semi, anagongelewa nyundo, hali kwamba alikuwa na uwezo wa kutamka mtu akakauka. Ndipo nguvu na uweza wake upo kwenye udhaifu. Neno hili linatudhibitisha ni kweli, ni hakika na amina. Na kuna madhaifu mengi sana ambayo Mungu yalionekana kama Mungu amefeli. Mungu wa Danieli ndiyo yule alikuwa anamuomba mara 3 kwa siku, lakini akakamatwa akatupwa kwenye tundu la simba. Pengine mimi na wewe ungekuepo, ungesema Mungu aliyekuwa na muabudu ni Mungu kichaa asiyekuwa na huruma. Lakini pale pale alipopelekwa kwenye lile tundu la simba, Mungu akaenda akauonyesha uweza wake. Hivyo hata ndugu zake Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego walikamatwa wakapelekwa kwenye tanuru la moto. Pengine ungesema hawa watu wametenda dhambi na Mungu wao ni Mungu asiyekuwa na huruma, lakini Mungu kupitia huo moto akaenda kauonyesha uweza wake kwenye udhaifu huo. Hapa tunashuhudiwa mimi na wewe tupate kuelewa. Siri ya pili, rehema ni bora kuliko sadaka. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 11 hadi 21 inasema, nimekuwa mpumbavu, ninyi mmenilazimisha, maana ilinipasa nisifiwe na ninyi, kwa sababu sikuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote, ijapokuwa si kitu.
Kweli ishara za mtume zilitendwa katikati yenu katika saburi yote kwa ishara na maajabu na miujiza. Maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine? Ila kwa kuwa mimi sikuwalemea, mnisamehe uzalimu huu. Tazama, hii ni mara 3 ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena, nitatapanya kwa ajili ya roho zenu. Je, kadri nizidivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa? Lakini iwe hivyo, mimi sikuwalemea, bali kwa kuwa mwelevu naliwapata kwa hila. Je, mtu yeyote niliyemtuma kwenu, kwa mtu huyo naliwatoza kitu? Nalimwona Tito nikamtuma ndugu yule pamoja naye. Je, Tito aliwatoza kitu? Je, hatukuenenda kwa roho yeye yule na katika nyayo zile zile? Mwazani hata sasa ya kuwa najizuru kwenu mbele za Mungu. Twanena katika Kristo, na hayo yote wapenzi ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. Maana nachelea nisije nikawakuta si kama vile nitakavyo kuwakuta, nikaonekana kwenu si kama vile mtakavyo, nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manong'onezo na majivuno na ghasia. Nami nitakapokuja tena, Mungu wangu asije akanizili kwenu, nami nikawasikitikia wengi waliokosa tangu hapo, wasiutubie uchafu na uasherati na ufisadi walioufanya. Nini anatufundisha hapa Paulo katika siri hii ya pili inayohusu rehema ni bora kuliko sadaka? Paulo alitumia maandiko magumu sana. Andiko gumu la kwanza linalodhibitisha kwamba Mungu anatafuta rehema kuliko sadaka ni mstari wa 14 sura ya 12 wa Korinto wa pili. Unasema, tazama, hii ni mara 3 ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Maana yake nini aliyokuwa anamaanisha hapa Paulo? Kitu cha kwanza, alimaanisha kwamba sisi tunapokuwa wahudumu wa Mungu, hatupaswi kuwafanya waumini ambao wako chini yetu kuwa waweka akiba zetu. Maana tunakuwa mfano wa baba katika familia. Maana yake sisi ndio tunaopaswa tuweke akiba kwa ajili ya watoto. Leo hii mchungaji gani ambaye hatafuti sadaka na matoleo kwa waumini wake? Kitu ambacho hapaswi kukiwekea kipaumbele, bali kipaumbele kiwe kwa ajili ya rehema, haki na kweli kwa waumini wake na kuenenda na sheria ya Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristo akasema kwamba sikuja kutafuta sadaka hapa duniani, bali mimi nilikuja kukitafuta kilichopotea. Na kilichopotea Yesu Kristo alikuwa anamaanisha ni mimi na wewe. Maana yake tukiokoka, hapo ndipo Mungu anatukuzwa. Kama ni sadaka, Mungu anayo sana. Kama ni mali, anazo sana. Wala sadaka haiwezi katuponya na dhambi. Maana tukiacha kutenda dhambi, hiyo ni rehema tosha kwa Mungu, na ndicho kilichomfanya Yesu Kristo ashuke kutoka mbinguni kuja kukiokoa kilichopotea. Rejea Mathayo 12 mstari wa
7 inasema, lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingeliwalaumu wasio na hatia. Maana yake Mungu anapenda sana rehema kuliko sadaka. Sadaka, kuna watu wengi sana wanatenda dhambi, wanaenda kutoa mafungu makubwa ya sadaka, lakini kesho wanaenda kuloga, wanaenda kufanya matambiko, wanaenda kudhulumu watu. Mungu hicho hatafuti, sadaka hatafuti. Sadaka bora ambayo ilitolewa na Yesu Kristo, na ndiye Mungu mwenyewe, ni kuachilia damu yake msalabani. Wewe mwenzangu unayesema unamtolea sadaka Mungu na bado hujaacha dhambi, una sadaka gani ya kumshawishi Mungu mpaka kuelewe? Acha dhambi, acha dhuluma, acha uasherati, acha ushirikina, acha dhuluma, acha kila kitu ambacho Mungu anaelekeza katika andiko lake. Tutende mema ili tupate kupona, kwa sababu sadaka zetu hizi hata kama zitakuwa nyingi sana, pasipo kuacha kufanya dhambi ni kazi bure. Ndivyo tunavyofundishwa hapa. Hivyo ukikuta kanisa linahubiri kutoa sadaka na kupata vitu kuliko kutenda mema, haki na kweli, tambua limeacha injili ya kweli ya Yesu Kristo inayotaka rehema kuliko sadaka. Pamoja na kwamba kweli sadaka ni bora kwa sababu inasaidia kupeleka injili kwa watu wengine, lakini rehema ni bora kuliko sadaka. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi. Yesu, msaada wa wanyonge, tusaidie sana watu wako ulimwenguni, tuijue kweli na kuiishi. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.